Okay, karibu tena katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Ni mimi mwanasheria wako Jamali Ahmadi, mwanasheria wako pendwa ambaye ninakuja na update mpya. Je, hivi unafahamu ya kwamba huwezi kuhukumiwa kwa kosa ambalo umelifanya kwa involuntary action? Involuntary action kwa Kiswahili fasaha tunasema ya kwamba umefanya jambo bila kutarajia, limetokea tu automatically. Hiyo ndio tunaita involuntary action. Sasa kisheria inasema ya kwamba huwezi kuhukumiwa kwa kosa ambalo umelifanya bila kutarajia, yani imetokea tu direct bila kutarajia, umefanya jambo fulani automatically, hukutarajia, hukuforesee kuweza kulifanya hilo jambo, basi sasa ni kwamba hauwezi kuhukumiwa kwa hilo kosa. Naweza kuthibitisha kauli hii kwa kutumia kesi moja maarufu, kesi ya Anthony Mhikwa versus Jamhuri. Ilikuwa ni bwana mmoja anaitwa Anthony Mhikwa dhidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ilikuwa ni kesi ya mwaka 1968, kesi ambayo iliweza kuamuliwa na Mahakama Kuu. Anthony Mhikwa alikuwa ni moja ya watu ambao wameweza kuhudhuria mahakama kwenye siku ya hukumu. Sasa katika kipindi ambapo mahakama inaendelea na shughuli zake, basi alisikika Anthony Mhikwa akiweza kucheka ndani ya mahakama. Basi jaji ambaye alikuwa yupo anaongoza kesi kwa hiyo siku aliweza kupatwa na hasira na kuweza kumhukumu Anthony Mhikwa kwa kosa moja linaloitwa contempt of the court, kwamba amedharau mahakama. Basi baada ya kuweza kuhukumiwa kwa hilo kosa, kama tunavyoweza kufahamu ni kwamba ukiweza kuhukumiwa na Mahakama Kuu, unayo haki ya kwenda kukata rufaa mahakama ya rufani. Basi Anthony Mhikwa hakuwa ni mtu ambaye alikuwa amekubaliana na hilo jambo, akaenda kukata rufaa kwenye mahakama ya rufaa, ambapo alipokuja kwenye mahakama ya rufaa akaenda kutoa ushahidi na kuweza kusema ya kwamba siku ambayo alihukumiwa na Mahakama Kuu kwamba ameweza kucheka ndani ya mahakama, si kweli, hakuweza kucheka ndani ya mahakama, bali aliweza kupiga chafya ambayo ilikuwa imesababishwa na nzi kupita mapuani mwake, na akafanya jambo ambalo lilikuwa ni involuntary, bila kukusudia, akajikuta amepiga chafya. Na jaji katika siku hiyo akaweza kutafsiri kama ni Anthony Mhikwa ameweza kucheka, lakini alikuwa hajacheka, bali alipiga chafya. Huwezi kuamini, mahakama ya rufani iliweza kusikiliza ushahidi wake na kuweza kukubali na kuweza kufuta ile conviction ambayo alikuwa amepewa katika Mahakama Kuu kwamba amefanya contempt of the court. Basi sasa ninachoweza kukushauri ni kwamba siku ya leo inabidi uweze kufahamu una haki ya kuwa huru kwenye makosa ambayo uliyafanya bila kukusudia. Ni mwili wenyewe tu automatically ulitenda bila ya wewe kuwa na mental layer, tunasema bila na wewe kuwa na mawazo ya kufanya hilo jambo. Kama alivyofanya Anthony Mhikwa, na wewe usisite kufanya hivyo. Kaa na mimi ili uweze kupata update mpya za kisheria. Ni mimi Jamali Ahmadi, mwanasheria wako katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Utapata tiba tola tola. Asante.